Taarifa ya kushtua kutoka mahakamani kumuhusu Tundu Lissu imetikisa taifa na dunia kwa ujumla. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuibua maswali mapya kuhusu uwazi wa mchakato wa kimahakama, kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa ghafla bila tarehe maalum ya kuendelea, ikiacha taifa likijiuliza mustakabali wa shauri hilo ambalo limekuwa kitovu cha mijadala ya haki, sheria na mamlaka ya dola. Hatua hiyo imekuja wakati ambapo upande wa mashtaka ulikuwa umeandaa shahidi wanne ambaye anatambulishwa kama P11, lakini akiwa amefichwa, hata mahakama yenyewe ikiaminishwa kuwa shahidi huyo haonekani, si kwa watuhumiwa, si kwa hadhira na si kwa majaji wote walioendesha shauri. Uamuzi wa kuahirisha umefungua mjadala mpana kuhusu tafsiri ya ulinzi wa mashahidi, mipaka ya mamlaka ya serikali na namna kesi nzito za kisiasa zinavyoendeshwa katika mazingira ya usiri. Kwa mara nyingine, hatima ya Lissu imeendelea kusalia katika kiwingu cha kisheria, huku kukiwa hakuna uhakika kuhusu ni lini mchakato utaendelea au hata mazingira ya kesi yatabadilika kabla ya kusikilizwa kwa mashahidi waliobaki. Shauri hilo lilitarajiwa kuendelea kwa hatua nyeti ya kusikiliza ushahidi wa P11, shahidi aliyefichwa katika eneo maalum la siri ndani ya ukumbi wa mahakama. Hata hivyo, mazingira ya ulinzi yaliyoamuliwa na upande wa mashtaka yalisababisha mvutano mkubwa baada ya utaratibu huo kudaiwa kuenda kinyume na tafsiri ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi zilizotolewa awali ya Mahakama Kuu. Hoja kuu zilizopelekea kusitisha kusikilizwa kwa shahidi huyo zilitokana na madai kuwa kizimba cha shahidi hakikuwa na uwezo wa kuonesha majaji, kinyume na masharti ya misingi ya mashahidi ulioandaliwa ama uliolindwa. Hakukuwa na uthibitisho wa moja kwa moja kuwa shahidi yuko chini ya amri halali ya ulinzi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni husika. Masharti ya awali ya ulinzi wa mashahidi yalihitaji kufanyiwa uhakiki upya kutokana na ukomo wa muda wake, na katika hatua za sasa za shauri, masuala hayo yalilazimisha upande wa mashtaka kuomba muda zaidi kwa madai hayo kuwa hoja zilizowasilishwa ziligusa sheria za kitaifa na za kimataifa zinazohusu ulinzi wa mashahidi ama ulinzi wa mashahidi, hivyo kuhitaji uchambuzi mpana kabla ya kujibu. Jopo la majaji watatu likiongozwa na Jaji Dansan Ndunguru na wakisaidiwa na majaji James Karaemaha na Ferdinand Kiwonde lilikubaliana kuwa shauri hilo haliwezi kuendelea hadi litakapotengewa upya katika ratiba ijayo ya mahakama. Tangazo hilo linamaanisha kuwa kesi hiyo ambayo ilipaswa kufika hatua ya hukumu kulingana na ratiba ya awali ya mahakama sasa inarejea kwenye msururu wa hatua za ushahidi, hivyo kuchelewesha mchakato ambao tayari umechukua miezi kadhaa tangu kuanza kwake Septemba mwaka huu. Jambo lilozua sintofahamu zaidi ni kwamba hakuna tarehe maalum imetangazwa, ikiacha hatima ya kesi ikiendelea kubaki katika hali ya kungoja maamuzi ya kiutawala kutoka kwa ofisi ya msajili. Kesi hiyo imekuwa gumzo tangu Aprili 3 mwaka huu, wakati Lissu alitoa hotuba iliyodaiwa kusababisha mashtaka ya uhaini. Siku chache baadaye alikamatwa mkoani Ruvuma na kufikishwa mahakamani Aprili 10 mwaka huu kabla ya kuanza kutumikia mahabusu kwa mashtaka yasiyoruhusu dhamana. Kufikia sasa ametimiza zaidi ya siku 224 gerezani, hali inayoibua mijadala kuhusu uhuru wa kisiasa, haki ya dhamana na watuhumiwa wenye hadhi ya kisiasa, na nafasi ya mahakama kama muhimili wa mwisho wa ulinzi wa haki za raia. Kwa kuwa Lissu anajitetea mwenyewe, mjadala wa kisheria ndani ya mahakama umeonekana kuwa sehemu ya mapambano ya wazi kati ya tafsiri ya sheria na mazingira ya kisiasa yanayozunguka kesi. Hoja zake mara nyingi zimejikita katika udhibiti wa ushahidi, matumizi ya vifungu vya ulinzi wa mashahidi na wajibu wa dola kutoa utaratibu na uwiano na haki za mtuhumiwa. Kesi ya Lissu haitazamwi tu kama shauri la jinai dhidi ya mtu binafsi, bali kama kipimo cha mfumo wa sheria katika kushughulikia mashtaka ya kisiasa na masuala yanayogusa ukosoaji wa serikali. Hatua ya kuficha shahidi kiasi cha kuonekana kutoaminika kwa mahakama
imeongeza maswali kuhusu usalama, usiri na uhalali wa ushahidi ambao hauwezi kuchunguzwa wazi. Maswali muhimu yanayobaki hewani ni pamoja na je, mchakato wa ulinzi wa mashahidi unalenga usalama au unajenga ukuta dhidi ya uwazi wa haki? Swali la pili, je, ratiba mpya itawekwa kwa misingi ya haraka ya kisheria au itakuwa mwendelezo wa ucheleweshaji uliodumu kwa miezi mingi? La tatu, je, kutokuwepo kwa dhamana na kucheleweshwa kwa usikilizaji kuna athari gani kwa haki za watuhumiwa wenye nguvu za kisiasa? Kwa sasa maswali hayo yanaendelea kutawala mijadala mitandaoni, majukwaa ya vyama vya siasa na midahalo ya kiraia. Wakati taifa likisubiri ofisi ya msajili kutangaza tarehe mpya kuendelea kwa shauri, mazingira ya kesi yanaonekana kuelekea kwenye hatua muhimu zaidi, ikiwa ni pamoja na kutathmini upya kwa masharti ya ulinzi wa mashahidi, kupimwa kwa ushahidi kwa msingi na hatimaye kupatikana kwa hukumu ambayo inaweza kubadili mwelekeo wa siasa na sheria nchini. Kwa sasa ahirisho hilo linaonekana kusogeza mbele tu kile ambacho kinaonekana kuwa mojawapo ya kesi zenye uzito mkubwa katika historia ya siasa za upinzani nchini Tanzania. Kwanza likiwa shauri la jinai, kisha likawa mjadala wa kisheria, na sasa limegeuka kuwa kipimo cha taifa kuhusu uwazi, haki na matumizi ya mamlaka, na safari ya kesi ya Tundu Lissu bado haijafika hata nusu ya mwisho wake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi, uchunguzi wa kina na uchambuzi wa siasa haswa za Afrika Mashariki. Na kwa muda sasa tumekita kambi katika nchi ya Tanzania, ambapo mambo mengi yanazidi kuendelea ama yanaendelea kutokana na machafuko baada ya uchaguzi, na vilevile utawala wa Samia Suluhu kukandamiza upinzani, akiwemo Tundu Lissu ambaye sasa ameshikiliwa kwa muda sasa. Ngawaje viongozi wa upinzani wameshinda kusema kuwa kesi hii si kesi bali imeletwa kwa ajili ya kisiasa, ili kuanza ama kuweza kuisubdue ama kuhakikisha kwamba upinzani haiko imara tena. Kwa hivyo wengi wametaja, lakini bado mahakama inashikilia mustakabali wake, lazima kesi isikilizwe hadi mwisho. Hapo awali kidogo kabla ya uchaguzi kufanyika, Tundu Lissu alitaja mahakamani akisema kwamba kesi hii imekwisha, ila bado sababu za kisiasa ndizo zimefanya nikae hapa ndani hadi uchaguzi. Kwa hivyo wengi walikuwa na dhamiria kuwa huenda ataachiliwa huru baada ya uchaguzi uliofanyika, lakini inaonekana kuwa kesi yake bado inazidi kuwa ngumu, na hivyo inazidi kustaajabisha watu. Zidi kutusupport ili tuweze kukuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi bila kupindisha wala kuegemesha ama kuegemea upande wowote. Zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kugonga alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupokea habari hizi na taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.